Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka rehma na amani zimfikie zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah tunaendelea na darasa zetu. Bado tupo katika darsa za sura katika Qur'an. Bado tupo katika darsa za sura katika Qur'an na faida zake, sura moja moja na faida zake inshallah. Kwa siku ya leo tutaisoma au tutaizungumzia sura ya 47, Surat Muhammad. Sura ya 47, Surat Muhammad. Faida zake zipo nyingi, lakini tutasema faida mbili katika faida zake. Faida ya kwanza kabisa, msomaji wa sura hii, mtu atakayesoma sura hii akadumu katika kuisoma sura hii, basi atamuona mtume mtukufu, rehma na amani ziwe juu yake, siku ya watu wote kufufuka kutoka makaburini. Atamuona mtume, yaani ndio watu wa kwanza kumuona mtume wewe utakapokuwa umekithirisha kuisoma suratu Muhammad. Wewe utakuwa ni watu wa mwanzo katika kumuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini faida ya pili, tumesema faida mbili, lakini tumepata na faida ya tatu. Faida nyingine, ukiwa umezidisha umekithirisha kuisoma hii suratu Muhammad usiku, wakati unalala ukaisoma suratu Muhammad, ukatia manuizo kutaka kumuona mtume katika njozi, basi utamuona mtume katika njozi. Utamuona mtume katika njozi, na mtume amesema utakaponiona katika njozi basi ni mimi. Yani kwamba ukimuona mtume katika njozi ni yeye mtume umemuona katika njozi. Hawezi sheitani akajifananisha na mtume. Kwa hiyo utamuona mtume katika njozi. Lakini vile vile faida ya pili ya sura, faida ya tatu ya sura hii, ukiisoma ni ulinzi dhidi ya matatizo yote na majanga. Kwa hiyo ukaisoma wewe, Mwenyezi Mungu atakulinda kutokana na majanga, lakini ukamsomea mtu, basi Mwenyezi Mungu atamlinda kutokana na majanga. Aidha ukaiandika hii sura ukaiandika katika karatasi afu ukaiweka katika mji wako au katika nyumba yako, basi tunaambiwa huo mji au hiyo nyumba haitokumbwa na majanga ya namna yoyote. Kama utashindwa kuandika, basi uisome katika nyumba yako, basi nyumba hiyo haitokumbwa na majanga, haitokumbwa na majanga. Lakini vile vile unaweza ukamsomea mtoto, ukamchukua mtoto ukamsomea siku ya Jumapili, anasema wakati jua limechomoza, unamsomea mtoto, basi mtoto yule hatokumbwa na majanga, hatopatwa na madhara mbalimbali ya kidunia, hayatompata inshallah kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio faida za suratu Muhammad. Suratu Muhammad faida zake ndio hizo, ni sura ya 47 katika sura 114 inshallah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum.